Kwa takribani siku mbili, wabunge wamejadili mswada wa marekebisho ya sheria ya fedha ya mwaka 2026 ambao unakwenda kujadiliwa, na utakapokamilishwa mjadala na bunge kupitisha mswada huo utapelekwa kwa rais kwa ajili ya kusainiwa na kuwa sheria ya matumizi ya fedha sasa kwa mwaka 2026. Moja ya pendekezo ambalo limezua mjadala kwenye mitandao ni kuhusiana na sheria ya Benki Kuu ambayo inaleta mapendekezo ya kuruhusu serikali kukopa moja kwa moja kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT wakati wa dharura, ambalo limezua mjadala mkubwa, na hii ni kwa wachumi, wanasiasa pamoja na wadau mbalimbali katika masuala ya sera za umma. Baada ya mjadala huo, leo waziri wa fedha amesimama bungeni wakati akijibu hoja za wabunge kuhusiana na marekebisho ya sheria, akazungumzia kuhusiana na hilo na amefafanua zaidi kuhusiana na kile ambacho kinajadiliwa na vile ambavyo kamati na wizara wameweza kupendekeza na kuleta mezani ili wabunge waweze kujadili jambo hilo. Hii ni sehemu ya video ya waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omari bungeni Dodoma. Ni suala la sheria ya Benki Kuu, na nalisema hili kwa sababu leo wakati nikija hapa bungeni nilikuwa nasikiza mjadala fulani katika redio moja maarufu ya Dar es Salaam. Naona kama lilikuwa linajadiliwa sivyo vile ambavyo kwenye bunge limewasilishwa. Ilikuwa inazungumzwa kwamba hoja ya serikali imepigwa na chini bungeni, na hili ndio bunge ambalo tunalitaka, kwamba serikali ilikuwa inapendekeza kukopa Benki Kuu na bunge limekataa. Sasa niliona niliweke sawa hili, Mheshimiwa Spika, kwamba mambo ambayo yalipendekezwa na serikali yalikuwa ni mambo mawili kwenye mswada wetu wa sheria ya fedha ya mwaka 2026. La kwanza ni kupunguza, wenyewe serikali ilipendekeza na hatimaye kwenye kamati tumekubaliana kupunguza kiwango cha ambacho serikali kinaweza kuchukua kama mkopo wa muda mfupi, overdraft, kutoka Benki Kuu. Benki Kuu ndio benki ya serikali, ni banker of the government. Benki Kuu ndio benki ya serikali. Kwa hiyo akaunti zetu tunaweka kwenye benki yetu, benki kuu, na ndio benki yetu, na tunapokuwa na dharura tunahitaji kupata mkopo wa muda mfupi, kwa serikali imekuwa ikichukua mkopo. Kiwango chetu kilikuwa ni 18%, fursa ambayo tunayo kuchukua hadi 18% ya mapato ya mwaka uliotangulia wa fedha. Kwa hiyo sisi kama serikali, katika azma ya kuimarisha nidhamu yetu wenyewe ya kutumia, tulikuja na pendekezo la kupunguza ukomo huu, tusifikie 18%, lakini badala yake tufikie 14% pekee. Hili lilikuwa pendekezo la kwanza. Pendekezo la pili ilikuwa ni kurekebisha kifungu cha 69 kwa kujiwekea serikali kujiwekea masharti pale tunapohitaji kukopa kwa mambo mengine zaidi ya overdraft. Kwa hiyo pamoja na kwamba sheria inaturuhusu kukopa, tulitaka tujiwekee masharti magumu zaidi, tuweke mazingira ambayo serikali itakwenda kukopa Benki Kuu pale tunapohitaji. Lakini baada ya kuzingatia pendekezo la awali na kukubaliwa na kamati ya bajeti, kamati ikasema kuenda nayo haya mawili sambamba yanaweza yakaathiri utendaji wa serikali. Kwa hiyo badala ya kukubali mapendekezo ya kifungu cha 69, kamati ikasema hiki tukiondoe, tubaki na pendekezo moja ili tusije tukaikwamisha serikali. Kwa hiyo bunge halikupiga na chini mapendekezo ya serikali. Bunge limekuwa makini zaidi kuisaidia serikali kuweza kuendesha shughuli zake kwa namna ambayo itahitajika pale ambayo itahitajika kuchukua mikopo.